Okay, kabla tusiende mbali zaidi, nataka tuanze kisa kimoja ambacho kinamhusu baba mmoja mvuvi pamoja na mke wake. Kisa hiki naomba kikufundishe kitu, uweze kuelewa nini maana ya kuwa na mwanamke, au nini maana ya kuwa mtii, nini maana ya kuwa mwelewa. Kwa sababu kuna watu sio waelewa, kuna watu hawaelewi thamani ya mwanamke, kuna watu hawaelewi thamani ya kuambiwa jambo kabla halijatokea. Kwa sababu kuna mtu alipewa nafasi ya kuona jambo kabla halijatokea, lakini kuna mwingine alipewa nafasi ya kuwatatua jambo likishatokea. Sasa kuna huyu baba ambaye alipata changamoto, lakini ile changamoto aliipata baada ya kuwa kichwa ngumu wakati aliambiwa na mke wake. Twende pamoja tutaelewa kwamba ni changamoto gani ambayo ilimpata huyu baba. Iko hivi, palikuwa na baba mmoja, alikuwa ni mvuvi. Aliamka asubuhi, akamwaga mke wake, akasema, mke wangu, mimi ngoja niende nikavue samaki nipate mboga. Yule mke wake akamwambia, sawa, haina shida, nenda mme wangu. Yule mwanaume akaongoza njia, lakini wakati yuko njiani, mke wake akampigia simu, akamwambia, mme wangu, kabla hujafika mbali, naomba usimame, kuna kitu nataka kuongea na wewe. Yule mwanaume akamuuliza, unataka kuongea nini? Au unataka nirudi nyumbani muda wote tuangaliane usoni, tafikiri mimi ni TV, wewe ndo unaniangalia mimi? Yule mwanamke akasema, samahani, sio hivyo, ila nataka nikwambie kwamba unaenda kukutana na marafiki zako, lakini katika wale marafiki zako naomba nikupe taarifa kwamba marafiki zako usiwabebe kwenye boti zaidi ya marafiki wangapi? 5. Ukizidisha 5 hautopata samaki, na kuna jambo ambalo litatokea, kwa sababu nilikuwa nimelala hapa jana usiku, kuna jambo ambalo limejitokeza, sijalielewa, kwa naomba usije ukafanya kichwa ngumu. Yule mwanaume akaima kidogo, akasema, ina maana wewe mwanamke siku hizi mpaka umeamua kunipanda kichwani hadi unanipangia mpaka na marafiki wa kuongozana nao kwenye kazi zangu? Yule mwanamke akasema, samahani, kama nimekukosea kukwambia hivyo, naomba unisamehe, ila nimeomba kwamba usiongozani na rafiki zaidi ya watu wangapi? 5. Akitokea wa 6 samaki hautopata, au kuna jambo lingine litatokea. Yule mwanamke akakata simu na mwanaume akaondoka akielekea kuvua samaki kwa hasira. Alipofika kule, akawaita marafiki zake 10. Wale marafiki 10 wakaingia kwenye kuvua samaki. Kumbe katika wale marafiki 10 kuna rafiki mmoja alienda kwa mganga, nia na madhumuni anapoenda kuvua samaki apate samaki wengi. Sasa wale samaki wengi, ili akishawapata apige bei kubwa. Alivyoenda kwa mganga, mganga akamwambia yule jamaa, akasema, bwana sikiliza, kuna mtu mmoja ambaye itabidi umtoe kafara. Kumbe mtu ambaye alikuwa anapaswa kutolewa kafara ni yule baba ambaye ameambiwa na mke wake kwamba asichukue marafiki zaidi ya 5. Yule aliyeenda kwa mganga akafunga safari, akafika kule, ile wako kwenye bahari, upepo ukaanza kuvuma, hatimaye boti likataka kupinduka. Ile wanataka kudondoka kwenye maji, boti lingine likaja linawakimbilia, kwa sababu wakati zile dhoruba linaanza walionekana kwamba wanakaribia kupata tatizo. Walipokuja wakanusurika, wakasaidiwa, wakanusurika kufa. Yule aliyedondoka yule aliyeenda kwa mganga akasema, bana, mimi samahani, mimi iko 1 2 3. Lakini hakusema pale pale, ila alienda kusema alishatoka nje ya bahari, yani shatoka kabisa. Yuko kwa anasema, aise, kuna watu wanalindwa na Mungu. Huyu jamaa mimi nataka nimtoe kafara nipate samaki wengi, niwe maarufu kwenye uvuaji wa samaki. Lakini garika limekuja, kwani sio limekuja. Yani bora lingeacha kidogo, yule baba ningemtoa kafara kabisa. Yule jamaa alipopata taarifa akasema, mke wangu, naomba nisamehe. Nini tena mme wangu? Unakumbuka siku ambayo ulisema eti nisibebe marafiki zaidi ya 5? Kuna rafiki yangu mmoja, kumbe alikuwa anataka kunitoa kafara mimi. Ila nashukuru mke wangu ulinionya. Lakini kulingana na kunionya sikusikia. Ila umenifundisha kwamba siku nyingine ukinionya nikusikilize. Yule mwanamke akasema, hapana, usinishukuru mimi, mshukuru Mwenyezi Mungu, alafu washukuru na wale pale ambao walikuja kuwasaidia. Kwa sababu mimi nilikuwa nyumbani,
mimi sikuja kukusaidia, ila mimi nilikwambia tu, ila sasa wewe kutokana kwamba ulikuwa na jaziba zako kaondoka hivyo hivyo, ila naomba tu siku nyingine wewe mtifu. Yule mwanamke akanyamaza, yule mwanaume naye pia akanyamaza. Stori zikapigwa pale. Hatimaye mwanaume akawa anamtii mke wake. Kwa hiyo na mimi kuanzia siku hiyo nilivyopewa hicho kisa mpaka hivi sasa nikiambiwa kitu fulani acha, hata kama mimi naona kuna njia naacha, kwa sababu kuna watu wengine wanakuja kwenye maisha kwa ajili ya kutuepusha na hatari, kuna wengine wanakuja kwa ajili ya kututengenezea hatari. Sasa mtu anapotuambia acha kitu fulani, tukubali kusikiliza. Hebu niambie hapo kwenye comment kwamba umejifunza nini kupitia kisa cha huyu baba na mke wake.